zote ni sawa. Haleluya. Yule mwenye amechukua kidogo moja na yule amechukua mwingi, zote ni wezi. Kuna mwizi mdogo na mwizi mkubwa. Haleluya. Ndio mwenye jambo ambacho mwenye jambo anasema ai, ndio amekuja kwa jambo hili. Usikumwambia ndio nimekuja kuchukua mzigo ya kuchoma. Mabadiliko katika maisha yako. Leo ni kuhusu in your life. Kuna mambo hubadilika katika maisha yako. Na Mkristo lazima kuna mambo hubadilika in your life. And changes that might happen in your life. Kuna mabadiliko inafanyika katika maisha yako. Kuna mambo inabadilika katika maisha yako. Na huenda inapobadilika, huenda Mkristo ana kana kwamba Mungu yupo pamoja na yeye, huenda ataona kana kwamba Mungu amesahau. Mchana leo nakujenga ya kwamba ujue ya kwamba iwapo katika dunia hii aliye Baba yetu mbinguni tayari kukutana na mabadiliko yote ambayo inaweza kutendeka kwa maisha yako. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati mlango wa 22 mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati Deuteronomy chapter number 32 mstari mmoja tu wa 11. Tuone mabadiliko kufanyika maisha ya mwanadamu. Imetendeka kwako, imetendeka kwangu, na kama haijatendeka kwako, kuwa tayari kutendeka. Na kama imetendeka, shukuru Mungu na kungojea mengi kutendeka, kwa sababu hiyo ndio hali ya maisha. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 22 mstari mmoja tu 11. Tusome. Mfano wa tai atayarichaye kioto chake, na kupatika juu ya makinda alikunjua yake, akatwa akawachukua mbawa zake. Bwana sifa. Amen. Mfano wa tai kioto chake ambacho mbawa wake sifa, yani ambacho inafanya kwa maana yake. Tai anapokuwa na mayai, ambapo mayai zinapokuwa zinataka kukua, atengeneze vizuri, anatengeneza manyoya vizuri ya makinda wakae hapo pa joto. Kiota cha makinda tai inakuwa katengenezwa vizuri. Inatengenezwa vizuri, huwa inatafuta vitu ambavyo inawekelea makinda zake, zinapolalia zinakuwa at a comfort zone. Haleluya. Ni hapa pia na Mungu linasema inafika wakati ambapo tai huwa anakuja kwa mabawa yake, anachapa hiyo kiota chake, yani anapeperusha hiyo mabawa. Inapofanya hivyo, inapeperusha hiyo kiota mpaka ile yenye kwa imeweka mahali pale. Kwa sababu ya kupeperusha na mabawa zake, hiyo vitu zinaondoka, zinaondolewa. Kama ni vijiti, baki vijiti. Na baada ya kufanya hayo, inasema kwamba tai inachukua makinda zake kwa mabawa zake, alafu tai inaenda na makinda zake juu. Inapofika juu kabisa, tai ilia makinda zake. Sasa hiyo kakinda kake kanakuja chini, lakini tai inakuja na tuele. Ile kale kakinda kafanya nini? Kaangukia tai. Haleluya. Anapasifa. Na inapofanya hivyo, inakuwa inataka hii makinda zake sielewe na sijue kupaa. Kwa sababu isipopotea
hizo makinda zitapaa, zitakuwa zinakaa tu hapo, ziko katika comfort zone. Haleluya, Bwana pesifu. Hizo makinda hazitapaa, zitajua kupaa, kwa sababu mahali penye zimekaa ni mahali ambapo pako comfort. Kwa hiyo inafika ni inabomoa hicho kiota, inasema it is enough for these eaglets to be living here. Now they have to live on their own. Hallelujah, Bwana pesifu. Tai inabomoa hicho kiota, inabomoa hicho kiota. Ninafundisha makinda vile ambavyo zinaweza paa, inafundisha makinda vile ambavyo inaweza paa. Ninaenda na kinda juu kabisa, ninaachilia, imebeba kinda kwa mabawa yake, lakini inapofika kwa huko juu inaachilia. Hiyo makinda kaza kanakuja mbio, hata kataanguka chini. Haleluya, tena itakaokota, tena ipane nako juu, tena ikafika juu, inakaachilia. Haleluya, inapokaachilia tena kanakuja mpaka kakinda kanajua kufanya nini, kuanza kupaa. Haleluya, ndivyo Mkristo inastahili ujue kwamba mfano wa tai, Mungu anasema anapeana kwa mfano wa tai, anaambia Israeli kwa mfano wa tai, vile tai inavyoharibu, vile tai inavyopeperusha, vile tai inavyoharibu kiota chake, ndivyo Mungu anavyofanya watu waliopenda, ndivyo Mungu anavyofanya wana wa Israeli. Mungu ni kama tai. Haleluya, na nataka watu wake wafike to their destiny. Hallelujah. Hallelujah. We as parents, tusilee watoto wetu katika comfort zone. Hallelujah. Tusilee wasichana katika comfort zone. Wale mahali wapata kwamba kuna chakula, ninarudi kwetu. Wapi? Mko na pesa ukunywe chai bila escort. Wajue kwa si ati kila siku itakuwa escort. Kwao kuja ni uchi ama ugali ya jana ndio itakuwa ni breakfast. Kwa hiyo hata kusema kwetu tu kuwa na vitu kama hizi. Haleluya, Bwana pesifu. Tuwe katika comfort. Mungu anasema kwamba kwa mfano wa tai, vile ambavyo anaharibu comfort zone ya makinda zake, anaharibu comfort zone. Biblia inasema kwamba na tai inaenda kujengea makinda zake kiota kingine. Biblia inasema kwamba tai inabomoa kiota chake. Imagine inabomoa kiota chenye hata haijui italala wapi. Inabomoa, inapeperusha kwa mapawa zake, na inachukua makinda, inaanza kuwafundisha. Haleluya. There are shifts in our lives, ambapo lazima Kristo tujue. Haleluya. Unapojua kuna mabadiliko katika maishani mwako, nisa kuna kitu ambacho unastahili uelewe. That's why you will be saying that kwamba I have experience. You are living from experience. You are doing from experience. I am preaching from experience. Hallelujah. Kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza. Sasa unaona ya kwamba tai imeharibu kiota. Kiota kimeharibika. Sasa unafundishwa vile ambavyo Bwana anataka ufike to a destiny. Usikae katika comfort zone, usema hapo ndio nimefika. Bwana anataka ufike kwa hatima aliyekutarajia, aliyekuwekea. Joshua chapter number 1 verse 1 na uruke number 8, usome 1 na usome tena 8 na 9. Alafu hapo Joshua ushike sana, ndio tutasema sana. Joshua chapter verse 1. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha jambo. Amen. Soma Biblia 1:2. Mtumishi wangu amekufa, asiondoka, vuka mto wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mwende hata nchi ya Bwana wa Israeli. Sifa. Amen.
sasa nataka ukishe wale wa Israeli katika mto wa Yordani. Namwambia kwamba neno langu kinywani mwako, usiogope, niko pamoja na wewe. Wala katika maishani mwako kuna changes ambazo utafanyika, kuna changes ambazo utafanyika, na hizo changes isikuwe ya kwamba unakosa kwamba unafika macho Bwana anataka kitendeke katika maisha yako. Musa alikuwa na wana wa Israeli, ikafika wakati Musa ikawa sasa wana wa Israeli mwenye alikuwa anaongoza yupo, lakini Mungu anaambia Yoshua, kwa sababu Musa kufa, nataka wewe Yoshua uongoze katika mto Yordani. Haleluya. Katika maisha yako now we want to use your own example and use your own experience in your life, not in your prayer, in your life. Ni wangapi wamekutoroka? Wangapi wamekuacha? Iwe kwenu, iwe ni watu wa jamii, iwe ni kwa kanisa, ni wangapi wamekoroka? Haleluya. Ni wangapi? Kanisa pesifu. Wewe unaweza kuwa unajiuliza, maybe fulani aliniacha, maybe fulani alinitoroka kwa sababu nilimkosea. Wengine waenda kabla hujakosea. Hata mwingine kama kanisani upigia simu, kuna mahali ulikosea. Anasema unakibiza. Ni kwa nini nilitoka kanisani mimi? Shida iko wapi? Basi unakaa unajiuliza, kuna mahali nilimkwasa. Kuna mahali nilibaya. Haleluya. Haleluya. Mungu anaambia Yoshua, Musa sio mwisho wa wana wa Israeli. Hadi jambo lazima utimize. Haleluya. Waache wakutoe, waache wakuache. Hiyo sio mwisho wa hatima yako. Lazima utimize hatima yako. Lazima utimize malengo yako. Lazima Mungu amekusudia uishi maisha kama ya tai. Mungu anakukusudia uishi maisha ya kuenda mbali. Yes. Walikutoroka. Sio mwisho wako. Hiyo sio mwisho. Wewe kuna mtu amehuzunika. Wewe kuna mtu amejikwasa. Wewe kuna mtu amekosa amani kwa sababu watu wa familia wamenichukia. Watu wa familia wamenitoroka. Wamekutoroka. Bwana anasema neno langu liwe kinywani mwangu. Usiogope, uwe hodari. Haleluya. Amen. Najua kuna mtu anakuambia, anasema utateseka, utahangaika. Hiyo lani warudie, utahangaika. Bwana pesifa. Amen. Watangoja sana wateseke. Biblia inasema kwamba neno langu liwe kinywani mwako. Haleluya. Amen. Kwa maombi Bwana kinywani mwako, kuwa hodari. Wewe ndio umebeba hatima yako. Beba hatima yako. Hatima yako. Kwa kila siku nakuambia, wamama kama mnakuwa kwa leba huo, angalia mtoto anapozaliwa, anakuanga amefunika mkono huu, anazaliwa na hatima yake. Amen. Hatima leo. Unaweza kusifu. Amen. Kwa hiyo kutoroka, kukuacha, kukejeli, kukukimbia, hiyo sio mwisho hatima yako. Wewe bado uko na hatima yako. Neno la Bwana liko kinywani mwako. Yes. Haleluya. Amen. Utaenda mbali kama tai. Bwana anakufundisha ukae maisha rejection. Bwana anakufundisha uwe hodari. Usikae soft life. Haleluya. Amen. Unasema kusoma kwa ucha Kristo, lazima upitie kwa maisha magumu ndio usome imani. Ndio unapoomba unakemea ambacho unajua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Musa atakapokuja sema kwamba wamenireject, wameniacha, unamwambia yako ni kidogo. Niliachwa na watu wote, lakini bado nimefika penye nimefika. Ona penye nimefika. Walipia wakaniwekelea maneno, wakanikataa, lakini Kristo nisimama na Bwana, ndio maana nimefika penye nimefika. Mungu anaambia Joshua, wewe ndio unavukisha wana wa Israeli katika mto Yordani. Ijapo Musa amekufa, lakini hatima inaendelea. Hadi inaendelea. Haleluya. Japo ameniacha, lakini Baba hajaniacha. Ijapo amenikataa, lakini Baba hajaniacha. Ijapo amenitoroka, lakini Baba hajanitoroka. Mungu wangu hajanitoroka. Mungu wangu hajaniacha. Anasema lazima ahadi niliyosema utabarikiwa. Amen.
Kuna mtu amehuzunika mchana wa leo kwa sababu aongee na watu wa kwao. Ongea na Mungu. Mungu amekwambia usiongee naye. Haleluya. Amen. Neno langu liwe kinywani mwako. Uwe hodari. Nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Unapokataliwa, watu wanapokuacha, huenda kipindi hiki wamekuacha kwa sababu hauna hela, hauna chochote. Usifadhaike, usiombee mabaya. Neno la Bwana liwe kinywani mwako, usiogope kuwa hodari. Kuna wakati kipindi ambacho utapaa tena kama tai. Utapaa tena kama tai. Huenda umeachiliwa, umeanguka sakafuni kwa sababu hujajua kupaa. Gain experience, gain momentum, uelewe kupaa. Utakuwa kama tai. Amen. Hallelujah. Usiogope. Usiogope. Huenda walikulani. Mungu hajakuunganisha na baraka zako na watu. Baraka zako ni zako. Haleluya. Si ati kwamba umeshikanishwa na huyu akikuacha utakufa. Hakuna. Hakuna. Mungu akusema kwamba ni mtu kwa nataka kuongoza, kwa hivyo bila amekufa ni nje hali. Anaambia Yoshua lazima ahadi yangu itimizwe. Bwana asifiwe. Amen. Waliokuacha, waliokutoroka, hatima yako lazima Bwana atekeleze. Ndio maana anasema kwa mfano wa tai, wale Bwana ameachilia wale ambao walikuwa tati kwako watoke, utasimama na Bwana atakuinua tena. Haleluya. Amen. Usiogope. Kanisa ni wengi wanaenda. Hata mwingine alienda akasema pasta atahangaika, tutaona vile atavaa. Mimi nikakaa nikasema kweli, sasa kwani navaanga namna gani? Na alikuwa amenunulia suti mara moja, tutaona vile pasta anafanya nini? Amen. Ndio maana nasemanga sitaki kwenda kwa nyumba ya watu, sababu tutaona vile atakuwa anakuja kwangu akikula. Haleluya. Alafu najua naletoa mkate, blue band, jam, na alikuwa batimayo ukose kujua vile vitu vingine zina-applyiwa. Alafu anakuambia pasta hii inafanywanga hivi. Anakuja anasema unajua mimi nimefundisha pasta kufanya nini? Kupaka jam. Hata alikuwa anajua ajui jam. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo akikutoroka anasema nitaona penye utakuwa nakula jam. Haleluya. Sema kwamba hata kama watakuacha, hata kama watakutoroka, lakini kuna hatima ambayo Bwana amekusudia. Lazima ufikie ile hatima ambayo Bwana amekusudia. Ndipo anasema kwamba kile ambacho Mkristo unastahili usimame nacho, neno la Bwana lisitoke kinywani mwako. Haleluya. Amen. Neno la Bwana lisitoke kinywani mwako. Kuwa hodari. Wanapokuacha kuwa hodari. Nitasimama hata kama niko peke yangu, Baba nitasimama. Hata kama wamenitoroka, Baba nitasimama. Hata kama wamenilaani, Baba nitasimama. Sitahangaika. Bwana atakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Bwana asifiwe sifa. Huenda kuna watu wamehuzunika. Hiyo huzuni toa. Jua wewe ni tai sasa, umeachiliwa. Uka chini inainua tena. Uka chini mpaka vile utajua kupaa. Na utakapojua kupaa, kuna wenye watakuja sasa kwako sasa. Haleluya. Point number 2. Point number 1, kuna watu watatoroka, watakuacha kwa maisha yako. Point number 2, ambapo unastahili uelewe na usifike mahali uanze kunangunuka kuanza kulia. Ukisoma kitabu cha Joshua mlango wa 5 mstari wa 12. Joshua chapter number 5 verse 12. Tusome. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi. Amen. Amen. Wana wa Israeli wakiwa katika spiritual
wilderness. Tulisema Jumapili ya kwamba walikuwa wanakula mana, ndio ilikuwa chakula yao, na ni Mungu alikuwa anaachilia hiyo mana. Kwa hivyo Yoshua alipofukisha wana wa Israeli, siku ya kwanza walikula hiyo mana, siku ya pili walipokula chakula cha hiyo nchi, Biblia inasema ya kwamba hiyo mana ikakoma. Haleluya! Hiyo maana ilipokoma, wakaanza kukula chakula cha hiyo nchi. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anapotoa your provision, Mungu huenda anaweza simamisha your provision, kile ambacho ulikuwa unapata, kile ambacho ulikuwa unapata cha kila siku. Haleluya! Bwana ana makusudi makubwa. Yeremia anasema kwamba nina mawazo mazuri makubwa usiyoyajua. Katika hatima zetu Bwana ana mawazo mazuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa watu siku, walikuwa nakula chao ilikuwa ni maana. Hakuna chakula ambacho wanakula, ilikuwa ni maana na kunywa maji. Hiyo provision ikafika siku ya pili, Biblia inasema kwamba ikakoma. Haleluya. Nikawa sasa Mungu anataka wakule matunda, mazao ya hiyo nchi. Kama anapokuwa anajaribu kila matunda yake, Bwana anakutoa katika ile comfort zone. Unasikianga, sijui kama ni mimi pekee yangu, unasemanga hii kazi bwana, niache nipate chakula kila siku, kiacha nitakula. Siku moja na kama unajiuliza, hii kazi nikiacha kama shani kidogo, lakini inanisaidia Bwana. Na nyumba napata kitu. Kwa hivyo nini nikaacha. Haleluya. That's provision. Hiyo ni maana. Lakini Mungu naye anawazia. Biblia inaniambia kwamba atatenda zaidi ya uomba ama uwaziao. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wana wa Israeli ya kukula maana, lakini Mungu akafika mahali akasema kwamba hii provision ninakuleta sasa, nataka mkule nchi, kwa sababu hatima yenu, makusudi yangu haikuwa mkule maana. Makusudi yangu ilikuwa mkule asali, mkule maziwa, mkule matunda ya hiyo nchi ya Kanaani. Mkiendelea kula hii maana, hamtakula haya matunda. Haleluya. Amen. Mambo mengi kwa maisha yako, pasipo kuwa ni Mungu anataka utoke katika hii comfort zone, ukule matunda ya nchi. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nilikuwa naishi na miji yangu. Haleluya. Sisema nafanya, nilikuwa nafanya hivyo. Haleluya. Amen. Unajua taksi zingine tu anataka kukutesa kimenda. Haleluya. Anakula mapema. So tukuja na ndugu yangu, tunapigiwa chakula na sisi peke yetu. Yeye anasema amevaa nini? Ameshiba. Hataki kukula, amerumba. Haleluya. Na unajua sasa hii nyumba narudi kwa bedroom. Haleluya. Unataka kusema nataka nijue kama nimeoleka na mawili kwa nyumba. Haleluya. Bwana pesi. Ukitoa nguo ifuliwe unapata ndio. Siwezi fulia mwanaume. Bwana pesi. Haleluya. Usiwe ulikuwa labda unafanywa hivyo kama mimi, ufikirie labda usalamishe shemeji yako, huyo shemeji atakusaidia. Huyo shemeji amevaa nini? Alikusaidia bila nilisaidia mimi. Bwana pesifa. Kwa sababu mimi niliposikia nataka kujua kupeleka na wanaume wawili kwa hii nyumba, the following day nilikuwa nimepata nyumba, nikaenda kwa mjengo nikachukua makatazi ya simiti, ikawa nimeingia kwa nyumba yangu, na shiti ndio inakuwa pasia, inakuwa shiti nifika usiku. Mchana ni pasia, usiku ni blanketi. Bwana pesifa. Haleluya. Nilikosa kuniambia mashamba, nikosa kusikia. Singekuwa na akili ya kujua kwamba I have to move out from house, because mimi yangu natendeka kwa nyumba ya ndugu yangu, bibi yangu akiwa nyumbani. Kuna kwa maisha yako Bwana anakalisha hiyo provision, kwa sababu anataka kula matunda ya nchi. Ndio maana utaanza kulima, utakaa kwa ndugu yako, huwezi kutoka kwenda kutafuta kazi, kwa sababu asubuhi unaletewa chai na mkate maziwa unakula, hawezi kuwavuta kazi. Lakini hapo leo utajua watu wanatafuta kazi. Haleluya. Amen. Utajua nje tunafanya mjengo, utajua nje wanatafuta, kwa sababu maisha yatakundisha. Maana Mungu alipokatisha provision ya maana, akasema nataka matunda ya nchi. Haleluya. Wenda kazi ilisha.
Anza kunungunika. Ukaanza kunungunika. Mungu ako na kusudi. Mungu ako na kusudi. Ni kazi kisha. Bwana asifiwe. Mimi kazi yangu iliisha. Baba ni comfort kwa sababu kwangu Mungu alikuwa ameshanunua akapaka na kioo. Sasa nikiona kwa tusa na panga yote sio yote kila aina ya kioo hapo kwa. Wanadada wakija kwa mkano kunywa chai, wanakunywa yogurt, walizo na kama yogurt. Wanajua tutakunywa yogurt mama. Haleluya. Amen. Hao comfort kaisha. Haleluya. Kazi kaisha tu. Kuna wanaongea vizuri, kuna wenye wanachapa kidogo, lakini yote ilikuwa ni sawa. Una kufuri. Kutoka katika ile comfort zone. Nataka ukule tunaishi. Haleluya. Amen. Kwa sababu nilikuwa niko watchman mpaka leo. Jumapili ujia kanisani ilikuwa ni shida. Kwa shift mchana kama mkutano iko mahali itabidi udanganye ndio upate off ya kwenda kwa mkutano. Haleluya. Sasa ingenisuia. Nasema Mungu alikuwa kusudi. Hiyo kazi ya wote mshaka licha niteseka ndio. Licha niandika ndio. Licha niteseka lakini Mungu alikuwa anajua kile anachokusudia kwa maisha yangu. Mungu alijua kile ambacho ameniandalia. Haleluya. Amen. Sasa hivi kuna watu wote wakufanya kazi ya Mungu. Ndio tafsiri ni tafsiri kudanganya pasipo uongo, ninaenda vile ambavyo ninataka kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Wewe unaweza kuona kazi yako iliisha. Unapiga magoti unasema baba nirudishie hiyo kazi. Baba nirudishie hiyo kazi yangu. Usiombe hiyo ombi. Mwambie Bwana fungua milango. Hiyo ilipita. Fungua milango ya kazi mpya. Biblia inasema hii ikifungwa. Bwana pesa. Amen. Mungu atakwenda reverse. Kifungua hiyo kazi. Hiyo kazi imeniachia. Ongea nayo tajiri. Usiongee na yeye. Uachana na yeye. Leta tajiri mwingine ambaye anafikisha hatima yangu. Usiongee nayo tajiri. Ambia Mungu sio tajiri. Mungu fungua milango ya kazi nyingine. Fungua milango ya kazi nyingine. Najua umeleta ushindi. Sio ilikuwa tu nitia hapo. Nitia kila siku. Lakini kuna mmoja. Bwana anataka kuachilia watu. Sasa ningekuwa watchman. Sasa naweza andika mtu nimlipe mshahara. Bwana pesa. Amen. Watchman nikipiga saluti mwenye ananipea ambao nasema thank you sir. Haleluya. Amen. Sasa unafungua gate umeshika tu mfuko hivi. Haleluya. Amen. Hapo usiku kumbe kusibezi wanaibianga watchman. Akasoja kuja nikaenda kupiga saluti kwa gari hiyo. Akasema uko na 400 naona unakuwa kwa baridi sana. Nikatoa 400 akanipea. Kumbe ni 500 ya uongo. Kuma anabadilishana pesa usiku. Bila kuenda kwa soko kwa duka ni fake money. Ndio wote. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anapofuria milango. Afunga milango kwa sababu Bwana ana haki kwa maisha yako. Haleluya. Amen. Kuna watu wana kazi. Mungu akusaidie ufungue kazi zako. Andika watu. Yes. Andika watu. Watu. Haisa sasa mtu. Yes. Amen. Yes. Ochuma. Haleluya. Amen. Siku hiyo Mungu akusikia ajibu nitakurudisha kazi. Iende. Wacha iende. Yes. Siwochwa tena. Wacha iende. Haleluya. Amen. Tuania mambo makubwa. Bwana tuania mambo makubwa. Haleluya. Wacha iende. Wacha iende. Bwana tuambie zingine. Ndio maana ilipokuwa akasema kwamba sikukusudia tu ulipe nyuma kukula. Nimekusudia ulipe usaidie kanisani ujenge. Uendeleshe kutoka kanisa. Usizame kwa zinachukua siku kwa watu milango. Amen. Amen. Don't waste your time. Don't waste. Ati Mungu ndiye anajibu. Wacha yale. Amani. Kama fungua milango za kazi. Fungua milango mpya. Bwana akurudia sana. Sema imani ilikuwa tu kuwasaidia katika mateso mlikuwa mnapitia. Katika maisha yangu ninataka mkue kama hii. Bwana mkue tu. Bwana mkue tu. Kama unateseka. Kusudi zake anataka kuwe kama. Haleluya. Mungu akanikoneti.
Ni habari vile wanasema za Bwana. I declare Amen. Bwana nipea kazi, kamwambia hii ni mwana usifanye na wewe. Umepata kazi nyingine Bwana, natuma mwenyewe. Haleluya. Amen. Mkiona akasema ujana tu itakuaje? Nikamwambia itakuwa. Haleluya. Amen. From 15 when I stood at because nilikuwa napata chakula cha kisi. Hapa mimi ndio mimi akafikisha 900. Unapiga hesabu, nyama yangu ilikuanga ni mguu ya ng'ombe. Ndio nimejaribu my best. Nimenunua kuzima, naona nimefanya kitu cha maana. Alafu naambia watu wangu ongea super sosa. Lakini Bwana hajakurudia na haya. Bwana anataka watu wengine. Wewe kwa tu imani. Amen. Unajua tunasema ngodi Zaburi 23 lakini ina muhimu wake. Bwana mchungaji wangu. Sitakukiwa katika majani mabichi, katika ubonde wa mauti. Sasa wakifika katika bonde la uvuli wa mauti, hapo ndipo sasa sitakukiwa. Wewe naomba. Bwana ya hapo nasema hapana. Maisha siwezi. Dada naambia Mungu anake ndio kwetu, wakati tutafanikiwa kazi niite. Wacha niende kupitia maisha sitaweza. Katika ubonde vuli hapo wengi wanasema sitaogopa, wengi wanaogopa. Wakati Bwana anakuachilia from comfort zone, anakuachilia peke yako, unapoanguka mara moja unasema hilo sio yangu. Hilo Mungu atakusia hii ndoa. Hilo kama sio yangu na uko na watu watano uende wapi na watu watano? Haleluya. Katika uvuli wa mauti hapo ndipo unapata kwamba you are passing through the best. Hapo unapata kama ndio. Hapo ndio angalia udesa kazi imeisha. Kwamba sitaogopa hata kama kazi imeisha, hata kama tutakali sitaogopa, bado kuongoza maisha na bado ninamtumikia, hata kama ninalala njaa pamoja na wewe sitafadhaika katika maisha. Haleluya. Unaposimama katika hiyo hali ndipo anafurika kikombe chako na mafuta anapaka katika kichwa chako. Sasa unapata maono ya kujua vile alivyofanya Bwana pesifi. Alialia meza mawili ile kisa kutoka kama mweza umehiyo kazi ukiseka. Sasa amekuandalia meza zako, sasa umeamua kile kufanya sinatokea kwa hata yako. Bwana pesifi. Na anakujisha kwa sababu leo na Bwana anakuandalia kikombe kinachofurika. Kanisa Bwana atuandalie kikombe kinachofurika. Kuna shida nasema mnachoona mna kitu. Hiyo ya kusema tuna kitu. Hiyo pia kushika kadiri na hiyo. Kuna kitu. Sio kitu kuna vitu. Kuna kikombe kinachofurika. Kuna kikombe kinachofurika. Alifungulia milango na madirisha tukaweze kuona ukuu wake. Wewe kuna mali umepitia. Kazi mambo yanaenda vizuri. Usiogope. Bwana anafungua milango zingine. Haleluya. Mimi kazi ilipoisha niliyapitia. Hiyo ndio kipindi ambacho Mungu aliniandikia barua. Ananiambia kama unataka uhuru, au sio marry me. Ndio Paulo. Hiyo kipindi aliniandikia. Barua kulisi. Bwana pesa. Nisoma. Akanamwambia barua aliyokiwa. Ananiambia usikumbushe. Bwana pesa. Vile mwanamke nani? He was faithful. He was love. Alikuwa vizuri, aliwachia ungekuwa kama Paulo. Haleluya. Lakini Bwana anaachilia makinda. Acha. Yaani mchungaji hata kuacha kuongoza. Fimbo lake na Mungu anaongoza. Kipilio na bidii bado kucha. Usifanye maisha. Bwana yuko pamoja na wewe. Kitambo kidogo utashinda. Kitambo kidogo utaona uso wa Bwana. Wewe ni nabii. Nataka Bwana akubadilishe maisha yako. You need a change in life. Ukue kama tai. Bwana anakufundisha ukue kama tai. Na kisha mchana ukue kama tai. Uanzie mambo makubwa, mambo matabu uyajua. Joshua chapter 3. Chapter number 5. Joshua 3. Lakini na iwe sikati ya nini? Kama dhiraa 2000 kiasi. Msikaribia kujua njamba mnabiana. Bwana amepita chali bado. 5. Itakaseni ana kesho Bwana atenda mambo ya ajabu kati yenu. Yoshua akaambia watu itakaseni.
kwa maana Bwana anaenda kutenda mambo ya ajabu kesho. You need a change in your life. Jakazini kesho yako iwe nzuri. Kwa anasema Bwana anaenda kuachilia baraka. Kanisa, the way we are going to receive blessings. Ninaenda kuachilia baraka. The way I will fast. Usione kufunga kwako kufunga kuna kesho kwako unaleta nguvu ya kutoa kwako unapoa milango kesho. Kwa hiyo lolote mwanadamu sasa hivi nilishia mambo ya kesho, ninafanya mambo ya kesho yao ya baraka. Leo ndio natengeneza kesho yako. Leo ndio yaleta yako. Hiyo chukua kile tunachofanya leo. Chunga kile ambacho unachofanya leo. Ndio maana unakadiria na kutoa nini? Anataka basi kwa sababu utakuwa powerless. Ukitoka kwa hautakuwa na nguvu. Ndio maana ukoze kuomba. Kuomba tunapata nguvu. Tunapata kubarikiwa. Tunapata kushikana kwa mama. Anaona Israeli kama kuwa kwa maisha yao. Kama maisha yao. Wajibasi. Maana kana kupa. Anza kujifunza kwa. Atafikia katika hali yetu. Katika kuomba. Baba nataka kufanya katika kuomba. Kutoa kuni. Kama menua aliyebure Bwana anatia baraka. Anawapa itakaze. Anakesha baraka. Kuna kushia kwa Mungu anatia baraka. Tena kwa baraka. Kwa sababu sitakwenda kutenda. Yaanza na shamba. Biblia kueleza nchi ya hadi baba alikuwa anaitwa nani? Baba ndio alikuwa afichwa Mungu ana pesa. Ndio anaitwa akani baba Mungu ndio yeye ilikuwa ya baraka. Kisha kuja baba na wao wa Israeli. Haleluya. Kesho yako wao pia wao. Haleluya. Na jinsi yake kesho yake inatabia. Haleluya. Ndio kwa mzuri. Kesho yako itakuwa haya. Bwana anasema watu wangu wajikase. Kesho yao baraka. Kwa kweli naomba mjiwadie kimlea. Sema iko na baraka. Kesho yenu iko na manufaa. Kesho iko na kama Bwana ninaomba kwa walamu kama madhabahu. Kwa sababu usiende kutoa baraka. Kesho yako baraka. Amen. Nijua kwamba nikitoa kama nilisema kama kitu chake ili makini wajue kukupa ndio wakati ujue kufikia hali yetu ukiana yako hapa ndipo mkamwambia sababu Yerani yalitimika mbele ya Bwana hapo walivuka Yordani kama Yordani yalitimika na mawe yatalikumbuka kwa wana wa Israeli. Amen. Watu wanapita katika Yordani, Mungu akaambia mkipita mahali chukueni mawe katika ule mto ya Yordani. Chukueni mawe ndio mwende mtengeneze mnara na mnara itakuwa ukumbusho kwa wana wenu. Kwa ipo sana atakuja hali ile na ni mawe ambayo ndani ya hali ile ni ukumbusho kwa wana wenu. Bwana Bwana anakutelea Mungu ameshatengeneza mawe ambayo kwa habari ya Yordani. Wana wa Israeli walikuwa kulalamika. Kwa kwanza ile yaonesha bila mambo yanafanya. Kwa maana tukamshiriki wamefanya kufa kufia imani. Kwa hivyo kama unataka kitu nimeenda chukua mali kama hiyo mtu ambaye anataka kutengeneza picha watu wanaanza wakati ikiwa ni mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana kuicha. Hiyo tuna kukumbuka ile kama vile kutani inasema pole pale dola utanifikia. Haleluya. Inaweza pale ni mtu Bwana amekuja maisha yako. Uende katika nyingine. Bwana amekuja. Ukiangalia malengo yako pia. Wewe shikoma, wewe mwenye tamaa, wewe changamoto, kwa hiyo hapo ashikoma. Bwana anakuvuta. Ukitaka bomba, ukitaka kazi yako kwanza, hapo hapo. Akufikia hapo. Bwana anakuvuta.